بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Ndugu wanahabari mliofika, ndugu Waislamu, ndugu wa Tanzania mnaotufuatilia, mbele yenu ni umoja wa wahadhiri wa Kiislamu Tanzania, na tumewaita leo ikiwa ni sehemu ya pili ya muendelezo wa yale ambayo tuliyaeleza kwenu baada ya kutokea uchaguzi mwaka huu. Kimsingi ni kwamba tumekuwa na maudhui yenye kichwa cha habari ukumbusho na tahadhari. Yani sisi Waislamu tunatumia kama sehemu ya kuwakumbusha Waislamu wenzetu, lakini tunawakumbusha na Watanzania wenzetu. Katika huo ukumbusho ndani yake kuna tahadhari kubwa. Yapo mambo ya msingi ambayo yanapokuwa yanaashiria kutokea, sisi kama Waislamu hatupaswi kukaa kimya, na tumekuwa tukichukua hatua ya kueleza tahadhari hizo siku baada ya siku. Ndugu zangu, ama katika siku ya leo tutawakumbusha tena kwamba yapo mambo yaliyotokea kabla ya uchaguzi, baada ya uchaguzi na yanayoendelea baada ya uchaguzi katika nchi yetu. Mambo haya kimsingi tutakuwa tukielezana siku baada ya siku, na bahati mbaya au nzuri ni kwamba wenzetu haswa hawa wa Katoliki, tunaposema wa Katoliki tunamaanisha ni kwamba ni sehemu ya jamii ya imani ya Watanzania, na ifahamike kwamba hatuna uadui sisi na Wakristo. Yani sisi kama Waislamu hatuna uadui kabisa na Wakristo, isipokuwa Kanisa Katoliki kupitia kitengo chake cha maaskofu na kupitia msemaji wao Katibu Mheshimiwa Kitima, yapo mambo ambayo sisi kama Watanzania tumekuwa tukitafakari siku baada ya siku. Kwa mfano, utaona wazi kwamba tumepata kueleza kwamba wao ni sehemu ya kuhamasisha vurugu katika nchi yetu kabla ya uchaguzi, na tuna evidence ya kutosha tu. Taasisi mbalimbali za kiimani, Waislamu na wasiokuwa Waislamu, na asasi za kiraia zilikuwa zikichukulia tahadhari kubwa na kuashiria kwamba aina ya hamasa inayoendelea katika maandamano ya tarehe 29 yana ishara ya uvunjifu wa amani. Kwa hivyo kupitia vyombo hivi vya kidini walitoa tahadhari, lakini Wakatoliki peke yao hawakutoa tahadhari yoyote kabla ya kufanyika haya maandamano ya tarehe 29. Lakini kitu kinachoshangaza, baada ya kufanyika maandamano hayo, yale ambayo vyombo vingine vya kidini walikuwa wakichukua tahadhari na wakionya kwamba maandamano haya yanaashiria kuwepo katika misingi ambayo inakwenda kuvunja amani, na dalili zilikuwa wazi. Hakukuwa na aina yoyote ya kuomba kibali, hawakuwa na ujumbe wa aina yoyote, walifanya uharibifu mkubwa, yakatokea maafa makubwa, hata watu wakauawa katika hayo maandamano. Lakini kanisa hili Katoliki ndio ambalo sasa baada ya kutokea yaliyotokea, ambayo tunaanzia hapo kwamba tunafikiri huenda wao ndio walikuwa wameyaratibu mambo haya, wao sasa wameshikia pointi moja tu kwamba kuna watu wameuawa, kuna watu wameuawa. Lakini mbona kanisa Katoliki hamchukui hatua juu ya vile vyanzo na viashiria vilivyopelekea watu kuuawa? Kwa sasa imekuwa kila wakikaa wanakuja na tension mpya, kila wakikaa wanakuja na mipango mipya. Tunawaamsha na kuwazindua Watanzania na Waislamu watambue sinema hii ambayo Wakatoliki wanaifanya katika taifa letu. Kuna mambo ambayo nataka sasa tuyapitie kwa pamoja. Jana Kanisa Katoliki kupitia TEC na msemaji wao Katibu Mheshimiwa Kitima amesema wazi kwamba baada ya matukio yale yaliyotokea, wao kama kanisa wana hospitali zao, walipokea baadhi ya wahanga wa hayo maandamano waliopigwa risasi, na walipopokewa katika namna ya kuweza kutaka kuwahudumia, yeye anasema Waislamu amkeni, yeye anasema Watanzania wenzetu ambao wa madhehebu mengine ya Kikristo amkeni. Kitima anasema baada ya kupokelewa kuna wahuni walikuja pale katika hospitali yao
wakitaka kuzuia wasihudumiwe. Sasa sisi kama Watanzania tunajiuliza, hawa wahuni kwanza walitoka wapi? Na walijuaje kwamba hawa waliopata maafa katika maandamano wanakwenda katika hospitali ya kanisa? Lakini sehemu ya pili, sisi kama Watanzania, sisi kama Waislamu tunajiuliza, hawa aliowaita wahuni ni akina nani? Na kwa nini alipopata fursa ya kukutana na Mheshimiwa Waziri Mkuu katika mazungumzo yao aliyoyaita ya kibinafsi, lakini mwenyewe amethibitisha kwamba pamoja ya kibinafsi waliweza kuzungumza mawili matatu yanayohusu nchi, kwa nini haya hakuyaeleza kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu? Hizi ni ishara za uchochezi wa uvunjifu wa amani. Watanzania amkeni, Waislamu amkeni, Wakristo wa madhehebu mengine amkeni katika mipango hii ya kanisa Katoliki. Lakini kama hili halitoshi, kuna tume ya uchunguzi iliyoundwa na Mheshimiwa Rais. Kwa nini maelezo haya kabla hajayapeleka public asiyapeleke kwenye ile tume, ili ikasaidia hayo anayoyataka yaweze kuenda na evidence ambazo zimetokana na tume? Hivi ni viashiria, hizi ni alama kwamba kanisa Katoliki lina agenda ya siri ambayo inawapelekea Watanzania, na Watanzania kama hatutakuwa na tahadhari tunakwenda kuingiza nchi yetu katika machafuko makubwa. Sisi kama wahadhiri tulisema mwanzo na tunasema, kwa mipango hii michafu ambayo inakwenda kwa ajili ya kuwakandamiza Waislamu, inakwenda kuonyesha wazi, inakwenda kuwabagua Watanzania waliokuwa pamoja katika taifa moja kwa miaka mingi, hatuwezi kukubaliana nao. Na tunawaambia kanisa Katoliki, sisi kama Waislamu tuko tayari, na tunawaambia Waislamu tuko tayari kwa yoyote ambaye atakayeyafanya mambo ambayo yatakuwa yanakandamiza Uislamu kwa makusudi, yatakuwa yanasababisha kuhatarisha amani ya Waislamu na Watanzania wenzetu kwa makusudi, kwa ubaguzi waliokuwa nao. Sisi hatutakubali. Sisi tumeumbwa siku moja na duniani tutaondoka siku moja. Hivyo basi, yale ya msingi ambayo tunaendea kama Watanzania, busara ni kukaa kuyazungumza, na kama hawatokubali wakajiona wao wanastahiki zaidi, kuna mambo mengi sana yanatokea katika nchi, sisi hatutakubali. Mashehe kule Kilwa tulisema walifanywa mambo mabaya, walichomwa ndevu zao kwa moto. Kuna mambo ya kikatili kama hayo, mbona Katoliki hamkusema? Mbona mlikaa kimya? Matatizo ya Mwembe Chai, awamu ya kwanza tulieleza mauaji, lakini katika hayo mauaji yalitokea maafa na watu wengine, watoto walikuwa shule. Chuki Othman alipigwa risasi, mpaka leo hawezi kutembea, anapelekwa chooni mpaka leo, analishwa mpaka leo. Kanisa Katoliki mlikuwa wapi? Bado mnaendelea kuchochea, bado mnaendelea kuamshamsha. Tunawaambia wanaokusudia kuandamana tarehe 9, sisi kama Waislamu tutatoka na tutahakikisha kwamba tunakabiliana nao watu hao, kwa sababu tunahitaji amani ya nchi. Hapa Tanzania tunahitaji amani ya nchi. Baada ya kuyasema hayo, niwakaribishe sasa wasemaji wangu kwa dakika chache, na msemaji wa kwanza ni ndugu yangu ambaye ni msemaji wa Umoja wa Wahadhiri wa Kiislamu Tanzania, Mwalimu Saidi. Karibu sana ili uweze kuzungumza.